Unaweza ukawa uko kwenye hali ya kukata tamaa, au unaweza ukawa uko kwenye hali ya kuchoka. Kuna hali mbalimbali ambazo tunakutana nazo kwenye maisha ambazo zinakuwa sio hali za kawaida. Lakini unaposoma neno la Mungu, kwa mfano unapoisoma Zaburi, unakuta kabisa kwamba pamoja na hali uliokuwa unaipitia, kama ilikuwa ni hali ya huzuni, ilikuwa ni hali ya majonzi, ilikuwa ni hali ya namna yoyote ile, unakuta kwamba ile hali inakuwa inaondoka. Na ndipo tunapothibitisha kwamba neno la Mungu ni tofauti kabisa na vitabu vingine, na kwamba kile tunachokiamini kwamba Biblia ni neno la Mungu, ni neno la Mungu lililovuviwa na pekee halina dosari, na tunaamini kabisa kwamba neno la Mungu ni halina dosari, limekamilika, yani lina package nzima ya maisha yetu. Unaweza ukawa unapitia kwenye kitu yani ambacho unaweza ukawa unakiona labda ni kigeni kwenye maisha yako, lakini kama utasoma Biblia vizuri kabisa, utagundua kwamba katika kila hali ya maisha unayopitia, katika kila hali ya maisha na watu na nini uliokutana nao, utagundua kwamba kuna watu kwenye Biblia wapo watu ambao wanafanana na kila mtu inawezekana uliowahi kukutana naye. Na ndipo utagundua kwamba neno la Mungu limekamilika kabisa. Na kutokana na somo letu tunajifunza habari za Stefano, na tunaona kwamba Stefano alipitia mateso mengi sana kwa ajili ya Kristo. Alipita kwenye mateso ambapo tunajua kwamba alikufa kifo cha kupigwa mawe mpaka yani alipigwa mawe mpaka anakufa. Lakini pamoja na kwamba alipigwa mawe mpaka anakufa, yeye aliomba Mungu kwamba wale watu ambao walimpiga mawe wahesabiwe haki. Na tunasoma pia Paulo alifungwa gerezani na alikufa akiwa amefungwa gerezani. Wakristo wengi walipita katika mateso ya aina mbalimbali. Yakobo tunajua kwamba aliuawa kwa kukatwa kichwa na mfalme Herode. Watumishi wa Mungu walipita mateso makali. Wakristo wa zamani walipita katika mateso makali. Yamkini na sisi wapo Wakristo ambao wanapita katika mateso makali. Yaani kuna hadha za maisha ambazo unaweza ukawa unazipitia kabisa, ni kwa sababu ya kwamba unamwamini Mungu. Unaweza ukawa kuna manyanyaso, kuna wengine wanaweza wakawa wanapitia manyanyaso, kuna vitu vingine ambavyo watu wanajinyima na wanajizuia kufanya, ambavyo vinawasababisha wanapita kwenye hali ngumu, na ni kwa sababu ya kwamba wanamwamini Mungu. Naomba tukae kwenye magrupu, na hisi kama magrupu matatu yataweza kuwa yanatosha. Ili jambo litatumia dakika 15. Haya majadiliano yatatumia dakika 15. Tutajadili kuhusu mateso ambayo Yesu alisema kwamba wafuasi wake imewapasa kuyatarajia, na jinsi wao kama mashahidi wa Kristo wanavyotakiwa kuitikia uonevu huo. Tutaongozwa na Mathayo sura ya 10 mstari wa 22 na Yohana sura ya 15 mstari wa 18. Mathayo sura ya 10 mstari wa 22 na Yohana 15 mstari wa 18.
Amina, amina. Mbarikiwe. Kila grupu linaweza likashare na sisi kwa kifupi ambacho wamejifunza. Karibu grupu namba 1 ambalo ni grupu aliyopo mchungaji, ndio grupu namba 1. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante sana mwalimu kwa mjadala ambao umetupatia nafasi ya kuweza kufanya. Mimi nasimama kwa niaba ya grupu letu nikiwakilisha mawazo ya grupu kwa pamoja. Amina. Kwa hiyo tumeona kwamba kupitia mfano wa Yesu alifanya mambo mazuri, mambo mema, na akachukiwa bila sababu yoyote. Na kutokea hapa tukajifunza kwamba faida tulionayo sisi kama watumishi na wafuasi wa Yesu, tuna maisha ya umilele ndani yetu. Kwa hiyo kutokana na vile tumepatiwa Roho wa Mungu ambaye pia ametupatia lile tunda la Roho wake la uvumilivu. Kwa hiyo inatupasa na inatusisitiza kuweza kuvumilia katika yote. Amina. Na tunavyochukiwa na watu wote, sisi kama waamini sasa tunao wito wa kupendana. Maana ile Mathayo 10:22 inasema tunachukiwa na watu wote. Kwa kama watu wote wa ulimwengu watatuchukia, namna ya kutiana moyo na kufarijiana ni pale ambapo sisi ndani ya kanisa tutapendana sisi Amina. kwa sisi. Amina. Na itakuwa jambo la ajabu na la kusikitisha kama sisi kama waamini na wafuasi tukichukiana tena. Kwa sababu sisi ndio wakuwa pamoja, na hiyo ikitokea basi hakika kuna tatizo. Lakini mbali na hapo, kwa hiyo tulichojisisitizia ni kwamba inabidi tuvumilie, na tayari tunda la uvumilivu lipo ndani yetu. Kwa nikiwa mfuasi wa Yesu kweli, ile uweza na roho wa uvumilivu yupo ndani yetu. Kwa hatutachukizwa, hatutapata hasira, badala yake tutawaombea msamaha na tutawaombea Bwana awasaidie. Kwa hiyo tusiwe na matabaka, tupendane tukiwa ndani ya Yesu, yani ndani ya kanisa na jamii inayotuzunguka. Dunia haitupendi, lakini tupendane ili tuweze kupata ushindi. Na point nyingine ya mwisho kabisa kwenye ile Yohana 15:18, ukienda mbele kidogo 19, inasema kwamba Yesu alikuwa anawaambia kwamba sisi sasa sio wa ulimwengu. Kwa hiyo watu wa ulimwengu hawawezi kutuelewa wala kutupenda. Na tunavyompokea Yesu tunatofautishwa na walimwengu katika mtazamo na mienendo yetu. Ndani yetu inakuwepo kweli, ndani yetu inakuwepo haki. Sasa ulimwengu tunaoishi, unaposema kweli na unaposimamia haki, wanakuona ni mbaya. Ndio maana walimuua Yesu. Walimchukia Yesu na walimuua kwa sababu Mafarisayo na walimu walimchukia kwa sababu alikuwa anawaambia ukweli vile walivyokuwa wanatenda na wanaenenda. Kwa na sisi tunavyompokea Yesu, Roho wa Mungu anavyokuwa ndani yetu, tunasimamia kweli, tunasimamia haki na matendo mema. Sasa hicho ni kinyume cha ulimwengu na mkuu wa ulimwengu. Yeye ni wa giza, ni baba wa uongo, ni muonevu na kila kitu. Kwa tunavyotenda tofauti na ulimwengu, ambapo ndivyo Yesu alivyotuitia, ulimwengu unatuona wabaya. Kwa daima ndani ya Yesu tutachukiwa, hatutaeleweka, ndugu zetu, watu wa karibu, marafiki, makazini watatuchukia kwa sababu tunasema ukweli pale kazini, au kwa sababu tunaenenda kwa bidii. Kuna wakati mtu anakuchukia tu kwa sababu una bidii, kwa unaonekana una kiherehere, lakini Bwana ametuita kuweka bidii katika jambo, kuwa na ubora katika kila jambo. Kwa hiyo tukaona kwamba kweli iliyoko ndani ya Yesu ambayo yuko ndani yetu na haki ndio inayotutofautisha na ulimwengu, na ulimwengu ulimchukia Yesu kwa hilo na utatuchukia daima kwa hilo. Ila ipo roho ya uvumilivu ndani yetu. Kwa tunda la uvumilivu tutayashinda yote. Amina. Na tutapata taji la uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Ubarikiwe. Pigeni makofi.
Karibu grupu namba 2. Grupu ni namba 2, ni grupu alilopo Mama Ilunde. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nami nitakuwa na mchango kama tulivyojifunza. Tutarejea kwenye mstari ambao tumeusimamia wa Mathayo 10:22. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Sasa tukajifunza kwa pamoja ya kwamba kuna dunia ambayo Mungu alikuwa anaitarajia. Sasa dunia ambayo Mungu alikuwa anaitarajia ni baada ya mwanadamu kuumbwa aishi kwenye kanuni, ambapo hapo baadaye inamfanya anakuwa mkamilifu katika Mungu. Lakini tunaona baada ya dunia kuumbwa, mwanadamu anakuja anashawishika, anadanganyika, na inamtoa kwenye asili ya kanuni na anamkosea Mungu na kuifanya dunia tuliopo iwe dunia ya anguko. Sasa moja kwa moja inatutengenezea matabaka na kututenga kati ya wanaoamini na wasioamini. Na ukija ukirifaa kwenye Biblia, imekuwa ikituambia kwa habari ya agizo ambalo Wakristo tunalo. Sisi kama Wakristo tumefanyika kuwa mbaraka na tumekuwa chumvi katika dunia. Sasa sisi tunakuwa tunaongozwa na ulimwengu wa nuru ambao matendo yake ni matendo ya Roho. Lakini unapokuja upande wa pili, wanakuwa wanaongozwa na giza na kuongozwa na matendo ya uasi, ya anguko. Sasa hiyo moja kwa moja, unapokuwa unaishi kwenye mazingira ya kawaida na watu tunaozungukwa nao, moja kwa moja inatutenga na kuwa tunaamini maeneo tofauti. Sasa wakati wao wanaamini mwili, sisi tunaamini mwili na roho. Hiyo inatutenga, na moja kwa moja tabia za nuru huaga zinaonekana. Yani hekima ya Mungu, Biblia imetuonyesha ni kama upumbavu fulani hivi kwa mwanadamu. Sasa mwanadamu anafika kwenye hatua ambapo wewe nuru, wewe Mkristo, mtu wa Mungu, unaposimama kumtangaza Mungu, inamfanya aone wewe unafanya matendo kinyume na wewe. Sasa baada tu ya mwanadamu kuanguka, asili ambayo ina nguvu ndani yake ni asili ya giza. Ndio maana baada ya Mungu kuingia kwa mwanadamu, anaitenganisha ile asili ya kwake ya mwanzo ya dhambi na kumuingiza kwenye utawala wa nuru. Sasa moja kwa moja wanapoamini katika rushwa, wanakukuta wewe mwenye roho au uamini kama wanavyoenenda, na inatofautisha sana tunavyoenenda. Kwa moja kwa moja muda mwingine unachukiwa bila sababu. Wakati mwingine ili kusimamia mambo yaende, unapaswa kusimamia haki. Sasa moja kwa moja watu wa giza wanaona unakuwa kinyume nao. Hiyo inatengeneza uadui, na wengine hata wanadiriki kuua, wengine wanapitia mateso zaidi wanaposimama kwenye imani. Lakini tumaini tulionalo na mstari tulioongozwa ni kwamba watakaovumilia mpaka mwisho wataokoka. Wale watakaokuwa na uwezo wa kupigania imani, wale watakuwa na uwezo wa kusimama na kusema licha ya kwamba dunia yote inaweza ikawa imeharibika, lakini watu wa nuru tutaongozwa kwa roho, au ndio watakaokoka. Sisi tulijifunza kwenye mwangaza huo, tukasema tuwashirikishe kanisa. Amina, amina, barikiwa, pigeni makofi. Amina. Sisi tulivyojadiliana baada ya kusoma ile Mathayo kwamba atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka, tukaja tukajifunza kitu kimoja, kwamba wokovu au maisha ya wokovu sio marahisi kiasi kwamba tunaweza tu mtu akaokoka alafu akaja huko akapata kila kitu. Ili kusudi uitwe umeokoka na ufike mbinguni, lazima upitie hizi changamoto ambazo tunazipitia. Lazima tutukanwe, tukataliwe. Kuna wakati tumesoma watumishi wa Mungu akina Stefano walipigwa hadi kufa. Kwa hiyo wokovu sio kitu kirahisi. Hizi changamoto ambazo unazipitia kama leo unazozipitia wewe mwanadamu, ni lazima uzipitie ili uweze kushinda na uweze kufika mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo tulijadiliana kitu kama hicho. Mungu awabariki. Amina, ubarikiwe, pigeni makofi. Sisi tumekuwa pia tuna swali. Ndio. Tulikuwa tunajadili hapo, tukaona kwamba nazungumzia hayo mateso, na tumeona baadhi ya watumishi ambao wamepitia mateso. Ndio. Tumechukulia mfano huyo Stefano. Ndio. Sasa swali letu ni kwamba kwa nini Yesu aliyaruhusu au anayaruhusu tuyapitie hayo mateso, na yeye ana uwezo wa kuzuia tusiyapitie kabisa?
Karibu ambaye anajibu kuhusiana na hilo swali. Bwana Yesu asifiwe. Karibu Mwalimu Teddy. Amina. Naweza kusema kwamba nakumbuka kile kipindi ambacho Yesu alipitia mpaka akapiga magoti akamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hichi kiniepuke, kwa sababu alijua haya ni mateso na yalikuwa yanaumiza. Kwa hiyo Yesu, mimi nafikiri Mungu anataka kutuacha tupitie hizi changamoto ili tuone kabisa mbinguni kule sio kazi rahisi. Kwa hiyo inabidi kuna wakati muhaso ili muweze kufika huku mbinguni. Nikisema tu ni waache muokoke, umeokoka leo, Mungu kakubariki, umepata gari, kesho umepata kazi, una hela na nini, anajua huyu mtu nikishamwachia hivi vitu huyu anaweza kunisahau huyu. Sasa ngoja nimpitishe kwanza kwenye hizi changamoto ili akifika mbinguni akae atulia nisifu mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu wengine, mpigeni makofi. Karibu jibu lingine. Karibu Dr. Monica. Asante mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma pale ulipokuwa umetuelekeza, ndio Yohana sura ya 15 mstari wa 18 na 19. Ndio. Inasema, iwapo ulimwengu ukiwachukia, mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Kwa upande wangu nilivyoona, ni huu mstari wa 19 unatupa jibu la moja kwa moja kwa nini tunachukiwa. Ndio. Yaani alishare vizuri mtumishi Mr. Godfrey kwamba dhambi iliingia ulimwenguni, tukawa katika ile hali ya dhambi ya mwilini. Tunavyookolewa katika dhambi, ndio hii kwamba ametuchagua Bwana, kwa tunaenenda kwa mfumo wa kimungu. Sasa mfumo wa kimungu ulimwengu hauelewi au ufahamu, unaona kama ni tishio. Kwa tunachukiwa na tutaendelea kuchukiwa kwa sababu ya ile asili ya kiungu ambayo ipo ndani yetu. Na kwa sababu kutokana na ile asili inamaanisha matendo yetu yatakuwa ya tofauti ambayo walimwengu hawayaelewi na hawayapendi. Ndio kama ile kuishi kwenye kweli, kuishi kwenye haki. Ukishakuwa msema kweli lazima utachukiwa tu. Na kwa nadhani hiyo ndio sababu kuu kwa nini tunachukiwa, na ndio maana hata neno la Mungu linatuambia kabisa kwamba sisi sio wa ulimwengu, ndio maana tunachukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu akubariki, mpigeni makofi. Karibuni waandaji wa swali. Naamini mlipokuwa mmeandaa swali mlikuwa pia mmeandaa na jibu, au mlikuwa mmeandaa swali tu? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutokana na sisi tulivyojadili, sisi tumeangalia kwa mlengo fulani wa namna hii kwamba ni kweli tunapita hayo na ameruhusu. Tumeangalia kwamba kwa nini Mungu anajua na ameacha hivyo, angeweza kuzuia. Anyways, tukaangalia kwa namna fulani kwamba Mungu wetu anatupima imani. Cha kwanza, hauwezi kwa mfano Stefano alipitia hayo yote, au tumesoma kwenye wengi, kuna Yusufu, kuna nani, kuna kina Ayubu, kwamba wanapita kwenye misukosuko, kwamba Mungu anatamani tufanyeje? Tumjue, tuweke ile imani kwake. Kwamba wale waliweza kukubali hayo yote kwa sababu waliamini. Kuna ile root, ukisha kuwa na imani ya kuamini unachokijua na unaamini huyu Mungu atafanya, huwezi ukahesitate katika kumtumikia. Hiyo ni ya kwanza. Kingine tukaangalia kwa mlengo wa kumjua yeye, kumjua Mungu au kulijua neno lake. Kwa maana ya kwamba Mungu anataka tumjue, tumtafute. Kwamba tukipitia kwa namna, kuna wakati kibinadamu tuna udhaifu, tunajisahau. Kwamba sometimes anaruhusu mambo fulani ili tuzidi kumtafuta. Tukimtafuta, tukimjua, ndio tunaweza tukafanyaje? Tukasimama katika kumtetea, au tukasimama tukaweza kuvuka hata kwenye hayo mambo mengine. Tukaangalia kwa maudhui ya kawaida, kwa mfano mzuri,
kuna mahakimu labda kama ana mtu anataka kumtetea kesi yake, lazima amjue yule, atatafuta kujua in and out, hata kama kuna fault zozote azijue ili aweze kumtetea. Na sisi pia ina apply kwetu. Stefano tumesoma kwenye Stefano alipitia hayo yote, kwa maana kwamba alimjua Mungu, akamsoma Mungu vizuri, kwamba hata hivyo anaweza kuvuka hayo kwa sababu anajua Mungu atanivusha, hawezi akaniacha katika haya. Mimi ninaweza nikashare kwenye hicho labda Amina. Nilikuwa najibu vizuri, mpigeni makofi. Karibu Mwalimu Teddy. Nilikuwa nataka niongezee hapo kwamba Mungu anaujua moyo wa mwanadamu. Kabla mwanadamu hajamuumba alimjua. Ndio maana akasema nalikujua tangu tumboni mwa mama yako. Na ndio maana Mungu anajua maisha yetu, anajua mioyo yetu. Kwa hiyo ndio maana kuna muda nafikiri anawaza kwamba huyu mwanadamu mimi namjua. Nikisema nimruhusu tu aishi anavyotaka yeye, maisha mazuri, nimpe kila kitu, ataniacha pengine kwa sababu namjua. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri kuna kitu kimoja nilikuwa najiuliza, kama nitakuwa nakosea mtu anaweza kunisaidia, kwamba Petro alikuwa ni mwanafunzi pendwa wa Yesu. Umeona Yesu alikuwa anampenda, lakini alikuwa anajua kabisa kuna siku huyu atafanyaje, atanika. Lakini kwa nini alikuwa anampenda? Mungu anaijua mioyo yetu, anajua tunawaza nini, tunafanya nini. Na ndio maana ukisoma maandiko yanakuambia mnitafute wakati wa mateso, kwa sababu anajua kuna wakati mwanadamu lazima upitie haya mateso. Na wewe ukinitafuta na ukayashinda, ndio maana ukaja kusoma pale Mathayo anakuambia atakayeshinda ndio atafanyaje, atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lazima tupitie huku ili tuweze kuokoka. Jibu langu ni ili tuweze kuokoka sasa. Lazima tupitie mateso, lazima tukataliwe, kuna wakati tutapigwa, kuna wakati tutauawa. Ili tuweze kuokoka lazima tuzipitie hizi changamoto zote. Mungu akubariki. Amina. Mungu akubariki. Mpigeni makofi. Na mimi kwa kuongezea ninaweza nikaongezea kwa kupitia habari tunayosoma, habari ya Ayubu. Tunaona kwamba Ayubu alipitia mateso makali, na ni mateso ambayo tunasoma kabisa kwamba Mungu aliyaruhusu. Na aliyaruhusu kwa sababu gani? Aliyaruhusu kwa sababu ya alikuwa anamuonesha Ibilisi namna ambavyo Ayubu anampenda na namna ambavyo anamwamini. Wakati mwingine ili imani yetu iwe strong ni lazima tupite kwenye nyakati ngumu. Yaani unakuwa unaendelea kuomba kwa sababu imani, neno la Mungu linasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani kwamba unapaswa uamini, yaani kwamba pamoja na kwamba unapita kwenye mateso makali, unaamini kwamba Mungu yupo na atajitetea. Yaani unaendelea kuamini pamoja na kwamba unapita kwenye nyakati ambazo sio rahisi, lakini lazima uendelee kuamini. Kama ingekuwa ni kitu cha kupita, sijui nikieleza, yaani ni kitu cha urahisi, kungekuwa hamna, yaani unajua kwamba kabisa kwamba mwanadamu ni mtu ambaye shetani anampambania na Mungu anampambania. Kwa hiyo kuna ugumu ambao unapitia ili kwamba kuonesha sio kwamba wamekuja kwangu kwa sababu ni rahisi tu, lakini hata wanapopita katika wakati mgumu bado wataendelea kuniamini, bado wataendelea kunipenda hata katika nyakati ngumu. Hivyo ndio ninachoweza kuongezea. Labda ili swali mchungaji pia anaweza kuja kuongezea baadaye. Tunapoendelea, tunaishi ndani ya ulimwengu ambao sio rahisi, na mambo ambayo tunapitia mambo ambayo sio rahisi. Kama Stefano tunapozisoma habari zake kutoka katika Matendo sura ya 7 mstari wa 54 mpaka 58, neno la Mungu nasema, basi waliposikia maneno haya walichomwa mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Mungu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli.
tunaona hali hii ambayo watu walivamiwa wakiwa wamesikia habari za kweli, habari ambazo zimewachoma mioyo, ambapo wakamvamia Stefano kwa nguvu sana na yani wakawa ni kama watu wanaomrarua. Wakati mwingine na mimi nilipokuwa ninasoma nikafikiria nikasema kwamba inawezekana hao watu walikuwa ni roho za mapepo, kwa sababu tunajua mapepo pia yanapokuwa yamefikiwa na yani ni kama mapepo, roho za mapepo wachafu walikuwa wamewajia pia ndani yao, kwa sababu tunapokuwa kwenye neno la Mungu linapokuwa limehubiriwa, injili ikawa imehubiriwa, ikawa imeingia ndani ya mioyo, ndio tunapokuaga tunaona kwamba wakati mwingine mapepo huwa yanaanza kuibuka na kutoa ishara za aina mbalimbali. Kwa hiyo nikawa nimetafakari nikasema hao watu yamkini pia walikuwa roho yani wachafu wale waliokuwa ndani yao walianza kuonekana kwa namna ile walioifanya, kwa sababu mioyo yao ilikuwa imechomwa na injili ile ambayo ilikuwa inazungumzwa na Stefano. Tunaona kwamba pia walimshtumu kwa uongo Stefano, wakamsingizia kwamba amekufuru, na jibu lake lilikuwa ni jibu ambalo lilionyesha kwamba namna ambavyo alikuwa analielewa neno la Mungu na vile ambavyo tunapaswa kulielewa neno la Mungu. Anaelezea kwamba manabii, hata hao manabii na huyu Musa wanayekuwa wanamzungumzia, kwa sababu wenyewe kwamba walikuwa wanazungumzia kwamba amemsema amemkufuru Mungu na amezungumza kuhusiana na Musa. Yaani wenyewe walikuwa wakimtazama Musa kwa namna ya tofauti sana, lakini Stefano anakuja anawaelezea kwamba hata Musa ambapo walikuwa ameenda mlimani, hawa watu walikuja, wana wa Israeli walikuja wakafanya nini? Walikuja wakaamua kujiabudia wenyewe, wakajitengenezea wenyewe Mungu wao, kwamba anaonesha kwamba kile kilichotokea wakati wa Musa ndicho ambacho kinatokea wakati huo. Yaani wale walichokifanya wakati wa Musa ndicho ambacho hawa pia wanakifanya kwa wakati huu. Hizi habari tunaweza tukazisoma vizuri zaidi kutoka kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 kuanzia mstari wa 1, na pia tunaweza tukaisoma kutoka kwenye Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 1 mpaka mstari wa 60. Tutaielewa habari vizuri zaidi. Washtaki wa Stefano walighadhibishwa sana na maneno yake. Wazee na waandishi wale hawakuona uhusiano kati ya matendo yao na matendo ya uasi ya viongozi waliopita katika historia ya Israeli aliyokuwa ameisimulia Stefano. Walijivunia wahenga wao, lakini hawakuhusianisha tabia ya wahenga wao na ile ya kwao. Lakini katika ghadhabu, msimamo wa Stefano kwa Mungu ulibaki thabiti. Akawaeleza washtaki wake juu ya maono yake ya Kristo akiwa mkono wa kulia wa Baba, ambalo lilikuwa tamko la wazi kuwa Yesu ndiye Masihi wa kweli. Hii ikawaghadhibisha zaidi sana, kisha watu wale wakampiga mawe Stefano mpaka kufa, kwa sababu alidiliki kusema ukweli. Wale waliompiga kwa mawe waliziba masikio yao kwa sababu hawakutaka kuijua kweli, lakini Stefano alikufa huku akiwaombea watesi wake. Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Kisa cha Stefano kinatupa kanuni kadhaa za kukumbuka tunapomhubiri Kristo. Hatupasi kuwaza kuhusu ujasiri wetu unaotusababishia madhara ya namna gani, bali kwamba unawaletea wengine manufaa gani. Tunatakiwa kuonesha unyenyekevu kwa wenye mamlaka, hata ingawa tuna ujasiri. Hatutakiwi kuongea kwa hasira, bali kwa upendo. Imetupasa kuwaombea wale wanaotukosea. Tunaona namna ambavyo Stefano anatufundisha namna alivyokuwa akielezea. Alielezea kwa upendo na kwa unyenyekevu na akitumia neno la Mungu. Kwa hiyo ndivyo sisi pia imetupasa kufanya hivyo.
Swali, nini ni chanzo cha hekima na ari ya Stefano? Chanzo cha hekima na ari ya Stefano kilikuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unasema kwamba chanzo cha hekima na hali ya Stefano ilikuwa ni nini? Unasema? Chanzo cha hekima na hali ya Stefano ilikuwa ni nini? Biblia inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa. Kwa hiyo Stefano alikuwa anamcha Bwana. Kwa hiyo matarajio yake na kila kitu alichokifanya alikuwa anafanya kwa Bwana. Amina. Ndiyo hekima yake ambayo imekuwa ikimuongoza. Amina. Mungu akubariki sana. Ni sahihi. Tunaona kabisa kwamba ni kwa sababu alikuwa anamcha Mungu na Roho Mtakatifu alikuwa akimuongoza. Wanasema kwamba alikuwa anaongea Roho Mtakatifu akiwa anamuongoza. Kwa hiyo ndicho tunajua ni chanzo cha hekima na hali ya Stefano. Zipi ni njia sahihi na zisizo sahihi za wakabili wasioamini kuhusu dhambi zao? Karibu Dr. Monica. Kwa namna alivyofanya Stefano, nadhani njia mojawapo ni kuwahubiria na kuambia ile kweli na neno la Mungu. Amina. Alafu njia nyingine sahihi ni kuwaombea pia. Amina. Kuwaombea waweze kubadilika, na hata wakituua kuwaombea msamaha. Amina, amina. Mungu akubariki. Stefano alijaa Roho Mtakatifu. Nini maana ya kujaa Roho Mtakatifu? Kujaa Roho Mtakatifu. Nini maana ya kujaa Roho Mtakatifu? Kujaa Roho Mtakatifu, naweza nikajibu, kujaa Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anakuwa ana Roho Mtakatifu, anaongozwa na Roho Mtakatifu. Na kila anachokifanya anakuwa anaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa namna gani kuijua Biblia kutatusaidia kuwaeleza watu Injili? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna namna ambayo tunaweza tukaieleza Injili kwa maneno yetu wenyewe. Ili kuwafikishia watu Injili iliyo ya kweli na neno la Mungu lisilogoshiwa, ni muhimu sana tulijue neno la Mungu kwa undani sana, na kwa namna hiyo tutaweza kufikisha habari ya kweli na tutaeleza watu upendo wa Kristo na namna Yesu alivyowafia msalabani na namna Yesu alivyojitoa kwa ajili ya maisha yetu. Itakuwa ni rahisi sana kueleza watu habari za Mungu kwa kile ambacho unachokijua. Yaani ni muhimu kulijua neno la Mungu ili kuwa rahisi kuihubiri Injili. Kwa sababu Injili inatokana na neno la Mungu. Inatokana na kumjua Mungu, na tunamjua Mungu kupitia neno lake. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo sisi kabla ya kwenda kuwahubiri sana watu, tunapaswa pia kulisoma neno la Mungu na kulielewa vizuri, ili tujue yule Kristo ambaye tunakwenda kumhubiri kwa mataifa, yule Mungu ambaye tunakwenda kumsimulia kwa mataifa kwa kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu mchungaji. Darasa letu, mchungaji atatufungia darasa letu. Amen. Asante sana. Tumshangilie Bwana Yesu kwa mafundisho mazuri ya mwalimu.
naendelea kuhimiza kwamba tuwe tunawahi, na shule hii ni muhimu sana. Tumejadili mambo mengi na tumejifunza mengi pia. Labda tu nikazie pale swali ambalo limewatesa watu wengi, mpaka wengine adui anatumia hapo kupigilia msumari, ni kwa nini wenye haki huteseka? Hilo ndo swali kubwa, dunia nzima ina ring wakiangalia maisha ya Ayubu na watu wengine pia ambao wanapita kwenye mateso. Swali, kwa nini? Na watoto wanauliza zaidi, kwa nini Mungu baba yetu aliye mwema hivi anaruhusu wakati anaweza kuzuia? Ndio kama leo imekuja tena hapa, sio Unaweza majibu ni mengi, lakini kwa muktadha wa somo la leo tumeshapata majibu mazuri sana. Kwanza, sisi sio wa ulimwengu huu, na nikazie tu kwamba wakati na mimi natafakari kuhusu hayo, nilifarijika sana siku moja, nikasema namshukuru Mungu kwamba Yesu alisema hivi, ulimwenguni mnayo dhiki. Sio wapi? Sio mbinguni. Unaonaje kama tungeambiwa na mbinguni kutakuwa na dhiki? Tungekuwa tunakata tamaa sana kwamba na mbinguni tena. Yesu alisema Yohana 16:33, hayo nimewaambia ili muwe na amani ndani yangu, ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni wapi? Ni wapi jamani? Ulimwenguni. Na lile kundi walizungumza swala la kwamba huu ni ulimwengu wa anguko. Yaani ulivyokaa ndio hivyo, kwamba unang'ata umekaa hivyo, ulimwengu umejaa uharibifu. Si unajua kwamba uharibifu ulipoingia duniani siku yule mwanamke Hawa alipozungumza na shetani, kutoka pale ulimwengu umevurugika. Na dhiki ya kwanza ilianzia nyumbani kwa Adamu na Hawa. Kwanza mume na mke wakawa hawaelewani. Kila mume anasema huyu mwanamke uliyenipa ndio amekuwa shida. Ikawa shida hapo. Muda si mrefu vijana wameenda kutoa sadaka, wanashangaa baada ya ibada kutoa sadaka, wa pili Habili haonekani. Nakumbuka kilichompata Yaani Kaini ametoa sadaka mbovu, Habili ametoa sadaka nzuri. Ile kitendo cha sadaka yake kupokelewa na Mungu na ya Kaini kukataliwa, yule akapandisha wivu uliopitiliza, akamuua mdogo wake. Dhiki imeingia. Chanzo cha dhiki ni wapi? Anguko. Na ashukuriwe Mungu kwamba anatuandalia ulimwengu mpya usio wa kianguko. Ndio maana tunatakiwa kumshika Yesu vizuri. Jipeni moyo, mtashinda. Kaa vizuri na Mungu, hekima itokayo mbinguni kuongoze. Usijiingize kwenye matatizo ambayo sio ya lazima. Na tumeona kwamba hata ukikaa vizuri na Mungu, unashangaa unaweza kachukiwa na majirani zako bila sababu. Unawaombea lakini wanakuchukia. Yesu alisemaje? Tatizo ni wapi? Ulimwenguni. Ulimwenguni mnayo dhiki. Na akasema mimi nimeushinda, jipeni moyo. Na tukiona hivyo, tukapata kutoka kwenye grupu la pili. Jamani, ndio muda wa sisi kupendana. Sasa ulimwengu unawachukia, na nyinyi mkija tena kanisani mnaangaliana kijicho tena. Jamani, tukimbilie wapi? Ndio maana nasema hata hivi baada ya ibada ya kwanza tunapata chai pale. Angalau ujisikie vizuri, umekuja kuabudu na watu wa Mungu. Kuna mtu anakuambia mpendwa na kuombea katika jina la Bwana. Ulimwengu unawachukia. Alafu huko kwenye kwaya tena wanasema unapiga teke watu. Hata kimbilia wapi? Msipigane mateke tena kanisani. Amina. Tushikamane vizuri sasa. Ndio Yesu akasema pendaneni, kwa sababu kwa njia hiyo hata wao watajua, hata wasioamini watajua hawa ni wanafunzi wangu kweli kweli.
Dunia ilipowachukia kina Petro, akina nani, akina Mathayo, wale wote, wao wenyewe walishikamana. Lakini siku hizi unakuta kanisani pia watu wanachukiana tena, hiyo ni shida. Hebu muangalie jirani yako vizuri. Alafu fanye zoezi. Mwambie nakupenda. Hata kama aliyekaa na wewe ni kijana wa kiume na ni binti yuko hapo jirani au mama, hili neno zuri limefanywa ovu kwa sababu ya shetani mwenyewe. Wengine wanasema ukimwambia nakupenda tayari shida. Unakuja kwa mchungaji, ameniambia neno la dhambi. Nani kwambia upendo ni dhambi? Mwambie mara ya pili tena, nakupenda sana wewe. Wewe ni mtu wa muhimu sana kwenye maisha yangu. Nitakuombea sana wewe. Ukiona huko nje unakusumbua sumbua, ujue una ndugu yako ambaye anaenda mbinguni pamoja na wewe. Mtasimama na wewe. Mimi sikuachi unateseka alafu unaangamia dunia. Mwambie vizuri. Mwambie hata ukikosa nauli ya kurudi leo, mimi nikionayo tutagawana hivyo hivyo. Tutagawana hii buku iliyopo. Amina. Tutagawana hii buku iliyopo. Ukikosa mboga, mimi tutagawana, tutakata kitunguu katikati, chukua nusu, mimi nabaki na nusu. Wewe ni ndugu yangu wewe. Sio kama kuna mtu anaelewa hapa. Sema ndugu yangu, hebu tusimame tumshukuru Mungu kwa ajili ya fundisho hili. Umeelewa kitu eh? Sasa basi tutaenda kuomba. Tutaenda kuomba. Mwenzetu alipigwa mawe mpaka jiwe la mwisho. Anasema Baba uwasamehe, usiwahesabia dhambi hii. Ananawa mikono yake. Upendo umejaa ndani yake mpaka wapiga mawe anawaonea huruma. Na ndio tunaambiwa ishi kweli wiki hii. Naomba nisisitize hili jambo. Ujazwe Roho Mtakatifu. Na sema kwa upendo. Sema ukweli kwa upendo. Sema ukweli kwa upendo. So unajua unaweza kumkosoa mtu kwa upendo, atakuona mtu wa maana. Lakini ukimkosoa mtu kwa kumvunjia heshima, yani anakuharibia tena. Ukimwambia hufai, wewe unakosea step. Hapana. Sema ukweli kwamba hii step tunapocheza mguu unaotanguliaga ni wa kulia, ila unafanya vizuri. Ila sema unatanguliza wa kushoto. Yaani umeshamsaidia, lakini kwa upendo. Hii kweli ndio naisoma hivi. Ujazwe Roho na useme ukweli kwa upendo hata wakati wengine wanakupinga. Sema ukweli kwa upendo. Hebu tumshukuru Bwana. Bwana Yesu, tunashukuru kwa ajili ya fundisho hili. Tumeona Stefano alivyovumilia akashinda. Na wewe umetuhakikishia kwamba tutashinda na vikwazo vilivyopo katika ulimwengu huu. Dhiki ambazo zipo katika ulimwengu huu. Naomba Bwana utupiganie. Na zaidi kama tunavyosikia neno hili ya kwamba tunapaswa kuwa mashahidi na kuwa tayari kushuhudia habari zako Yesu katika hali yoyote, hata pale ambapo tunachukiwa na dunia isiyoamini. Bwana Mungu, tusaidie kujaa Roho Mtakatifu, na pale tunaposema kweli tuseme kwa upendo hata wakati wengine watakupinga. Tunaomba upendo wa kweli ndani ya kanisa na mshikamano kati ya waaminio, ili Bwana tuweze kushinda vikwazo vilivyopo katika jina la Yesu. Na uwapiganie watu wowote wanaopita kwenye dhiki zozote kwa mapito mbalimbali. Bwana uwashindie watoto wako. Tunakushukuru na baraka zako ziwe nasi katika jina la Yesu. Amen.